Shahidi wa Samia Suluhu katika kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu ageuka bubu mahakamani baada ya kunena uongo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kilichofanana na filamu ya kisiasa yenye msimuko wa hali ya juu, Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam imeendelea kuwa jukwaa la matukio mazito baada ya Tundu Lissu ambaye ni mwanasheria, mbunge wa zamani na mgombea urais wa zamani kupitia chama cha Chadema kuonyesha ustadi wa kipekee katika kumhoji shahidi wa serikali, mrakibu wa polisi Samuel Kaaya. Hili limeibua mjadala mkubwa nchini kuhusu mustakabali wa haki, uhuru wa vyombo vya sheria na hatima ya demokrasia nchini Tanzania. Katika kikao hicho kilichovuta hisia za umma, Lissu aliibuka na hoja nzito zilizomweka upande wa jamhuri katika wakati mgumu. Wakati wa mahojiano alifichua kwa ustadi mapungufu katika ushahidi wa serikali, akionyesha jinsi nyaraka muhimu ikiwemo daftari la polisi, barua za uchunguzi na vielelezo vya msingi zilikosekana kabisa kwenye jalada la kesi. Kaaya aliyekuwa shahidi wa serikali alijikuta akikiri kwamba hakuwahi kuona wala kuwasilisha ushahidi huo, na ni jambo liloacha maswali mengi bila majibu na kumfanya kuwa bubu. Lissu aliendelea kwa ukali akitumia kila dakika kumweka shahidi katika mtego wa hoja kali. Alionyesha uthabiti wa kipekee akijibu kwa ustadi kila pingamizi lililokuwa likitolewa na upande wa mashtaka. Wakati fulani ukumbi wa mahakama ulijaa vicheko baada ya Lissu kutumia methali ya Kiswahili akimaanisha kwamba maneno pekee hayatoshi kuthibitisha kosa bila vielelezo halisi. Kauli hiyo, ingawa haikuwa ya moja kwa moja, iliwafanya wengi waone namna Lissu alivyojipanga kisaikolojia kuvunja hoja za serikali. Lakini zaidi ya yote, wachambuzi wa siasa na sheria wameanza kuona sura nyingine nyuma ya pazia la kesi hii, na kwa mtazamo mpana, kesi ya Tundu Lissu inatazamwa kama sehemu ya mkakati mpana wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kujaribu kuzuia wapinzani wakuu kuingia kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2025. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, nguvu ya hoja na umaarufu wa Tundu Lissu katika medani ya kisiasa umekuwa tishio kubwa kwa Chama cha Mapinduzi, na Lissu amekuwa akipendwa sana na wananchi kutokana na msimamo wake wa kutetea haki, uwajibikaji na demokrasia. Wengi wanaamini kuwa iwapo Lissu angeachwa nyuma kuingia katika kampeni za urais, angeweza kusababisha kishindo kikubwa na labda kubadilisha mwelekeo wa kisiasa nchini Tanzania. Na hii ndio sababu iliyoelezwa kwa msingi wa kesi hii, na kesi ambayo imeonekana kubebwa kwa kasi isiyo ya kawaida, huku serikali ikionekana kutumia rasilimali nyingi kuhakikisha inamzuilia Lissu katika wakati muhimu wa kuelekea uchaguzi mkuu. Taarifa kutoka watu wa karibu na Lissu zinaonyesha kuwa jana, baada ya kikao cha mahakama, Lissu alisisitiza kuwa kisheria kesi hiyo imekwisha kabisa. Kile kilichosalia, alisema, ni serikali kumweka rumande kwa muda wa miezi michache hadi uchaguzi utakapoisha. Watu wake wa karibu wanasema hatua hiyo ni njama ya kuhakikisha hapati fursa ya kufanya kampeni wala kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi unaotarajiwa kuwa na ushindani mkali. Kwa upande mwingine, vyanzo vya ndani ya Chadema vinaeleza kuwa chama kimeanza kuandaa mikakati mpya ya kisiasa iwapo Lissu atazuiliwa kuwania urais. Hata hivyo, bado kuna matumaini kwamba sheria itatenda haki na kumpa fursa kamili kushiriki kwenye uchaguzi huo. Kile kinachoonekana wazi ni kwamba serikali ya Samia Suluhu inakumbwa na woga mkubwa wa kisiasa. Woga huu unatokana na ukweli kwamba umaarufu wa Lissu umeongezeka maradufu tangu alipoanza kuibua masuala nyeti ya uwajibikaji serikalini, ulinzi wa haki za binadamu na matumizi ya fedha za umma. Kuna maoni kwamba kama Lissu angeingia katika kampeni akiwa huru, angeweza kuunganisha nguvu kubwa za vijana na wananchi waliokata tamaa na hali ya sasa ya maisha. Wataalamu wa siasa wanakadiria kwamba katika uchaguzi wa urais, Samia Suluhu angepata wakati mgumu sana kumpiku Lissu kutokana na umaarufu wake mkubwa ndani na nje ya Tanzania. Hata hivyo, Lissu si mwanasiasa wa kawaida. Amedhihirisha kuwa ana msimamo thabiti na uwezo wa kusimama imara hata katika mazingira magumu. Na wakati wa mahojiano na mashahidi wa serikali, amekuwa akionyesha nidhamu ya hali ya juu, ustadi wa sheria na ujasiri usio na kifani.
na hii imewafanya wengi wahisi kuwa hata kama serikali itafanikiwa kumzuilia kwa muda, hadhi yake ya kisiasa itazidi kupanda. Na katika upande mwingine wa kisiasa, mgombea wa ACT Wazalendo Luhaga Mpina naye amekuwa muhanga wa kile kinachoelezwa kama mkakati wa kimfumo unaolenga kuondoa wapinzani wenye nguvu. Mpina ambaye alionyesha kasi kubwa ya kampeni na ufuasi unaoongezeka hasa katika mikoa ya kusini na kati, aliripotiwa kuzuiliwa kuendelea na harakati zake baada ya agizo lisilo rasmi kutoka kwa mahakama ambayo ilikuwa limesababishwa na serikali ya Tanzania. Vyanzo vya ndani vinadokeza kuwa Samia Suluhu mwenyewe alishtushwa na nguvu mpya ya kisiasa za Mpina ambaye alikuwa amepata umaarufu kupitia kampeni zake za wazi na upinzani wa wazi kwa sera za serikali. Uamuzi wa kumzuia umeelezwa kuwa sehemu ya mkakati wa kuhakikisha kwamba wapinzani wote wenye nguvu wanatolewa nje ya kinyang'anyiro kabla ya uchaguzi kuanza rasmi. Na kwa kufanya hivyo, Samia anaonekana kutaka kubaki uwanjani na wagombea dhaifu, wale ambao si tishio kwa CCM. Wanasiasa wa upinzani wanasema hali hii ni hatari kwa demokrasia ya Tanzania na kwani inalenga kudhoofisha ushindani wa kisiasa na kuondoa matumaini ya wananchi kwa mfumo wa haki. Lissu katika misimamo yake awali amewahi kusema mara kadhaa kwamba kasi nyingi dhidi ya viongozi wa upinzani nchini Tanzania ni za kisiasa na hazina msingi wa kisheria. Amekuwa akisisitiza kuwa mfumo wa haki nchini umetekwa na wanasiasa na ni jambo linalozidisha hofu ya kuzorota kwa demokrasia. Na katika kikao cha jana, hata kabla ya kuahirishwa kwa kesi hiyo, Lissu aliendelea kuonyesha uthabiti mkubwa wa kisheria, akihoji kwa ustadi mashahidi wa serikali na kufichua mapungufu yaliyowekwa wazi mbele ya mahakama. Wachambuzi wanasema kwa mahojiano hayo yameacha doa kubwa kwa upande wa jamhuri, kwani amethibitisha kwa ushahidi dhidi yake ni dhaifu. Mazingira ya kisiasa nchini Tanzania kwa sasa yamejaa hali ya wasiwasi na mashaka. Wafuasi wa upinzani wanaona kama mikakati ya kisiasa imegeuka kuwa silaha ya kisheria. Serikali kwa upande wake imeendelea kudai kwamba inafuata utaratibu wa sheria, lakini wengi wanabaki kujiuliza kama kweli haki inaweza kutendeka katika mazingira haya. Iwapo Tundu Lissu atabaki kuzuiliwa, uchaguzi wa mwaka 2025 unaweza kupoteza maana yake halisi ya kidemokrasia. Wataalamu wa siasa wanasema hali hii inaweza kuibua mtafaruku wa kisiasa na kudhoofisha taswira ya Tanzania katika jukwaa la kimataifa. Kwa sasa macho yote yameelekezwa kwa mahakama kuu na vyombo vya dola. Wapo wanaoamini kuwa Tundu Lissu ameshinda vita ya hoja, ingawa bado hajashinda vita ya mfumo. Lakini hata akizuiliwa, historia itaandika kuwa amekuwa miongoni mwa wanasiasa wachache waliothubutu kusimama imara mbele ya dola bila woga, bila kujali matokeo. Na kwa wale wanaoamini katika haki na demokrasia, simulizi ya Tundu Lissu imeendelea kuwa mfano wa ujasiri, ustahimilivu na mapambano ya kweli ya kisiasa katika bara la Afrika. Huu ni mwendelezo wa simulizi za kisiasa zinazotikisa ukanda wa Afrika Mashariki, ukionyesha namna wanasiasa wachache wanavyothubutu kusimama dhidi ya mifumo mikubwa ya nguvu. Kwa habari na uchambuzi zaidi wa kina kama huu, endelea kufuatilia Kenya Scoop, ambao ni sauti ya uchambuzi wa Afrika Mashariki. Kiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe, kulike na kushare video hii ili tuwafikie wengi ambao hawajatambua kwamba chaneli hii ipo.